Iran imemteua kiongozi mpya wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa katika mabadiliko muhimu ya uongozi wakati nchi hiyo ikikabiliana na mzozo kati yake, Marekani na Israeli. Mohsen Rezaei, kamanda wa zamani wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu, ameteuliwa kushika wadhifa huo wenye jukumu muhimu katika kuamua namna ya Iran itakavyokabiliana na mzozo huo. Rezaei amewahi kusema Iran inapaswa kudumisha udhibiti wa mlango wa bahari wa Hormuz, akisema hilo ni muhimu zaidi kuliko kumiliki silaha za nyuklia. Kwa kuzingatia historia yake ndefu ya kushika nyadhifa za juu serikalini, uteuzi wake unaonekana kuashiria kuwa kizazi cha zamani cha wanasiasa wa Iran bado kinaendelea kuwa na ushawishi mkubwa katika uongozi wa nchi hiyo. Hata hivyo, kumekuwa na utabiri wa kwamba wanasiasa vijana wanaweza kuanza kupewa nyadhifa za juu katika uongozi wa Iran. Naam, hiyo ni taarifa nyingine kutokea nchini Iran. Imefanya uteuzi wa kiongozi mwingine mpya. Mimi niko na Ahmadi Rashidi. Unazungumziaje uteuzi huu wa Iran? Uteuzi huu hakika ni uteuzi mkubwa na wa kimkakati na ni muhimu sana kwa sasa, kwa sababu Iran bado inapitia pia wakati mgumu, wakati mwingine kwa ndani, kuimarisha umoja na mshikamano si tu wa wananchi bali wa viongozi wenyewe, kwanza wa ngazi za juu katika vitengo mbalimbali, kwa maana serikalini, jeshini na kwingineko, kwa sababu tumekuwa tunasikia rumors ambazo pia wanakabiliana nazo kwamba baadhi ya viongozi wa Irani wana msimamo tofauti, wana msimamo ambao unapanga ama unaonesha kulegeza masharti na kukubali kuchutama kwa Marekani. Na Ismail Bagel, waziri wa mambo ya nje, lakini pia Mohamed Bagher Ghalibaf, spika wa bunge na mpatanishi mkuu wa huo mgogoro wa Iran na Marekani, wamekuwa na hizo shutuma na wanasema hawa ndio waliomshawishi rais wa Irani Masoud Pezeshkian kuingia katika uongo huo ama uasi. Wao wanaita uasi. Ni uasi kimsingi, taifa lolote lisipokuwa na msimamo huo ni uasi mkubwa. Na hivi karibuni pia, mwezi mmoja uliopita, wananchi waliandamana wakaenda mpaka katika ofisi ya Wizara ya Mambo ya Nje, ambapo mkuu wa ofisi hiyo ni Ismail Abbas Araghchi. Wakaenda kutaka kuchoma, lakini walifanya tu maandamano ya amani, wakawa naimba nje ya ofisi yake kwamba Abbas Araghchi must go. Mona wanasema kifo, death to the kwa Abbas Araghchi, kifo kwa Abbas Araghchi, kifo kwa Abbas Araghchi. Walishajua wananchi, na Abbas Araghchi hilo ndo kundi lao. Sasa jeshi ndo limekuwa linatumika. Unajua jeshi ndo lenye mamlaka ya kulinda nchi, mipaka na mali zake. Kwa hiyo sasa jeshi lisipokuwa makini, watu hawa kisiasa, wana diplomasia, wanaweza kuingiza taifa katika kila ambacho wao watu wa Iran wanasema hakiko sahihi. Sasa huyu bwana, historia yake bwana Mohsen Rezaei, yeye alishawahi pia kuwa kiongozi, na miongoni mwa misimamo yake thabiti ni mmoja ya msemo wake, aliwahi kusema kwamba Irani inapaswa kudumisha udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz, akisema hilo ni muhimu zaidi kuliko kumiliki silaha za nyuklia. Umeikoti pale. Na yeye historia yake ni kubwa tu. Ukiangalia alitawala miaka ya nyuma kidogo, umri wake ni miaka 71.